بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ رسلان حفظه الله: وجوب التحذير من الكتب المشتملة على البدع، واجب وكuvitahadharisha vitabu vyenye kukusanya uzushi. Wajib wa kutahadharisha vitabu vyenye kukusanya uzushi. Baada ya muallif kuelezea wajibu wa kutahadharisha kukaa na kuwasikiliza watu wa bid'a na adhabu zilizowekwa kwa hawa watu wa bid'a, sasa anaelezea wajibu wa kuwatahadharisha watu na hivi vitabu ambavyo vinakusanya uzushi. Qala hafidhahullah: توحيد مصدر التلقي وتوحيد مصدر الفهم سبب الاتحاد والاجتماع والائتلاف والتحاب. Kuwa moja masdari ya kupokea sheria na kuwa moja masdari ya ufahamu. Sababu litihadi, hii ni sababu ya umoja, walijtimaa, na kuwa pamoja Waislamu, waliitilafi watahabi, na kupendana. Ikiwa masdar, yani asli na msingi wa kupokea sheria ni mmoja, ambapo ni Qur'ani na Sunna, wa tauhidu masdari alfahmi, na kuwa moja ile masdar na asli ya ufahamu ambao ni ufahamu wa salafu salih. Hii ni sababu litihadi walijtimaa, ni sababu ya umoja kwa Waislamu, waliitilafi watahabi, na ni sababu ya kupendana Waislamu. Ikiwa Waislamu wote wanapokea sheria yao kutoka katika Qur'ani na Sunna, halafu kwa ufahamu wa hao as-salafu salih, hii ni sababu kwamba Waislamu watakuwa wamoja, na ni sababu ya kupendana Waislamu. Kwa kinyume chake itakuwa ni sababu ya kuchukiana Waislamu. Kama wengine wako pamoja katika haya, wengine hawayataki haya, wanayakhalifu. Sasa hapo hiyo ni sababu moja kwa moja ya Waislamu kuchukiana na kufarikiana, kwa sababu hawako pamoja katika masdarul talaqi, hawapo pamoja katika masdarul fahmi, ufahamu. Kila mmoja na ufahamu wake, kila mmoja na ufahamu wake. Hapo inatokea furqa na kuchukiana Waislamu. Lakini Waislamu wote kama wanafikiana kwamba sheria yao inachukuliwa katika wahyain, Qur'ani na Sunna, kupitia ufahamu wa hao wasalafu salih, kusingekuwa na kuchukiana, kusingekuwa na kufarikiana huku kulikoko sasa hivi. Na hakuna sababu ya kukhalifu msingi hiyo. Hakuna sababu ya hao wengine kukhalifu misingi hiyo. Hawana dalili katika Qur'ani wala Sunna wala kauli ya wanawachuoni wanaojulikana ulimwenguni kwamba wakhalifu, inajuzu kukhalifu masdari haya. Hawana dalili yoyote isipokuwa kufuata hawa za nafsi zao. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah anasema katika majmuu al-fatawa yake, Sheikhul Islam anasema: laysa, qala i'lam annahu laysa fil aqli as-sarih wala fi shay'in min an-naqli as-sahih ma yujibu mukhalafata at-tariq as-salafiyya. Jua kwamba si katika akili iliyo wazi wala jambo lolote katika nukuu zilizo sahihi ambayo inawajibisha kuikhalifu njia hii ya salafia. I'lam annahu laysa fil aqli sarih, si katika akili iliyo wazi iliyosalimika, akili timamu, wala fi shay'in min an-naqli sahih, wala hakuna chochote katika nukuu iliyo sahihi, aidha Qur'ani au hadithi au maneno ya salaf. Hakuna yoyote ma yujibu mukhalafata at-tariqi salafiyya, hakuna yoyote inayowajibisha kukhalifu njia hii ya salafia. Hakuna, isipokuwa nini? Ni hawa za nafsi zao, na ndio wakaleta mfarakano huu. Na ndio maana wasema maulama ahlul bid'ah ahlul furqa,
watu wa bid'a ndio watu wa kufarikisha, wanaoleta mfarakano wa Waislamu hapa duniani. Lakini kama wote wangewafikiana kufuata ahlus sunna wal jamaa, kufuata Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa salafu salih, kusingekuwa na mfarakano huu ulioko sasa hivi kwa Waislamu. إذن توحيد مصدر التلقي وتوحيد مصدر الفهم سبب الاتحاد والاجتماع والائتلاف والتحاب، لأنه يجعل الدين واضحا بينا لا لبس فيه ولا غموض. sababu hilo linafanya dini iko wazi, haina matatizo wala haina ghumudh, haina kuficha ficha ndani yake. وبدون ذلك يقع الاختلاف والافتراق في الدين. vinginevyo bila ya hayo inatokea hii ikhtilafu na mfarakano katika dini. Watahduthu ar-raghbatu anhu wan-nufuru minhu, na inatokea hii kuchukia jambo hilo, kuchukia masdaru talaqi, kuchukia masdari al-fahmi, wan-nufuru minhu, na kukaa mbali na hilo. Inatokea hivyo. Ndio maana watu wanatoa maneno machafu kwa manhaji hii sahihi, wanatoa maneno machafu, wanachukia. Hakuna sababu yoyote inawafanya wachukie, dalili yoyote inawafanya wachukie hakuna. وقد حذر الله تعالى من طريق أهل الكتاب في لبس الحق بالباطل. الله سبحانه وتعالى ametahadharisha watu njia hawa ahlul kitab, mayahudi na manasara, fi labsi alhaqi bilbatil, katika kuichanganya haki na batil. Fi labsi alhaqi walbatil wa tahrifi alkalimi amma wadhihi, na kubadilisha maneno kuacha zile sehemu zake. Allah ametahadharisha njia ahlul kitab. Wanafanya nini? Wanachanganya haki na batil. Hasa ile batil inaonekana ni kama haki sababu wanaichanganya na batil. Lakini pia wataharifil kalimi amma wadhihi, na kubadilisha maneno kuacha zile sehemu zake ambazo zimewekewa maneno hayo. Faqala ta'ala: wa inna minhum la fariqan yalwuna alsinatahum bilkitabi litahsabuhu min alkitabi wama huwa min alkitab wa yaquluna huwa min indillah wama huwa min indillah wa yaquluna ala Allahi alkadhiba wa hum ya'lamun. Kuna katika wao kundi ambalo yalwuna alsinatahum bilkitabi, wanabeta, wanazigeuza zile ndimi zao katika kitabu, litahsabuhu min alkitab, ili mdhanie kwamba ni katika kitabu cha Allah, wama huwa min alkitab, wala si katika kitabu cha Allah. Wayaquluna huwa min indillah, wanasema hilo inatokana na Allah kitabu hicho. Wama huwa min indillah, wala hakitokana na Allah. Hayo maneno wanaoyabadilisha. Wayaquluna ala Allahi alkadhiba wa hum ya'lamun, na wanamsemea Allah urongo na huku wanajua kwamba huu ni urongo, wanamzulia Allah. وقال تعالى: يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. wanabadilisha maneno, yuharifuna alkalima min ba'di mawadhihi, sehemu zake za maneno yale wanayabadilisha, wanafasiri vingine. Yaquluna in utitum hadha fakhudhuhu wa in lam tu'tawhu fahdharu wa man yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu min Allahi shay'a أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. hao ni wale ambao lam yuridillahu an yutahhira qulubahum, Allah hajataka kuzisafisha nyoyo zao. Lahum fi dunya khizyun, hapa duniani hao wanafedheha. Walahum fil akhirati adhabun adhim, na wana huko akhira adhabu kubwa. Hawa wanaobadilisha maneno amma wadhihi, wakafasiri Qur'ani vingine. Aya za Allah zimekusudiwa hivi, muradi wake ni huu, wao wanabadilisha.
قال الشيخ وطريقة السلف في التعامل مع كتب أهل الأهواء والكتب المشتملة على البدع أن يترك النظر فيها وأن يحذر منها مع الحكم بوجوب إتلافها. njia ya salaf, njia ya watu wema waliopita katika kuamiliana na vitabu vya watu wa bid'a na vitabu vyenye kukusanya uzushi, an yutraka an-nadhar fiha, ni kuachwa kuangaliwa. Hii ndio njia ya watu wema waliopita katika kuamiliana na vitabu vya watu wa bid'a. Na kila kitabu ambacho kimekusanya uzushi, an yutraka an-nadharu fiha, kuachwa kuangaliwa, wa an yuhadhara minha, na kutahadharishwa vitabu hivyo watu wasivisome, ma'al hukmi biwujubi itlafiha, pamoja na kuhukumu wajibu wa kuviangamiza vitabu hivyo. Vitabu vya watu wa bid'a, vitabu vilivyo na bid'a, wajibu ni kuviangamiza vitabu hivyo, watu hata wasivione. Wacha kuvisoma, kuviona pia wasivione. Ndio inavyotakiwa, ndio hukumu ya salaf katika kuamiliana na vitabu vya watu wa bid'a. Na ndio maana fi dhilali al-Qur'an, sasa hivi Saudia haipo. Fi dhilali al-Qur'an hutakuta library yoyote ina kitabu kile cha Said Qutb fi dhilali al-Qur'an, kwa sababu kina uzushi, kina takfir, kina kila uchafu ndani yake, kwa vimepigwa marufuku vitabu vyake. Kama si vyote basi ni hicho kimepigwa marufuku kabisa. Hivi ndivyo inavyotakiwa, na mtu akikiona atafute kibiriti akitie moto. Asimpe mtu achukua bana ikimisi kitake, hapana, kitie moto kabisa au kichane chane. Qala wattiba'u sabili salaf fi at-ta'amul ma'a kutubi ahli al-ahwa'i sabilu salama min inhirafi al-qasd an jaddati al-haqq. Kufuata njia hawa watu wema waliopita katika kuamiliana na vitabu vya hawa watu wa bid'a ndiyo njia ya usalimifu wa kupondoka au na kupotoka na makusudio, an jaddatil haqi, na kuiwacha njia ya haki. Hii ndiyo njia ya kusalimika min inhiraf, na kupinda makusudio, mtu kupotoka makusudio yake ya sahihi, kuacha njia ya haki. Njia ya kweli ya haki unaiwacha. Njia pekee ni kuamiliana na vitabu hivi kwa njia ya salaf, kuviteketeza au kuvichoma bila kuviangalia. Hii ndiyo njia ya kusalimika na kupotoka, ndio njia ya kusalimika na kuacha haki. Qala wa tariqu an-najati min al-wuqu'i fi tabdil ash-shar'i wa tahrif ad-din wa maskhi ma'alim al-millah, na njia ya kusalimika na kuingia katika kuibadilisha sheria, wa tahrifi din, na kubadilisha dini, wa maskhi maalimil milla, na kufuta alama za dini. Kufanya hivyo ndiyo njia ya kusalimika na kuingia katika kuibadilisha sheria. Lakini ikiwa vinawachwa vitabu hivi, watu watasoma wapate upotevu, wapotee. قال لأن ترك تلك الكتب بين أيدي الناس مدعاة لبث سموم أهل الأهواء بين الناس. sababu kuviacha vitabu hivyo mbele, yani kuviacha vitabu hivyo katika mikono ya watu, ni sababu ya kusambaza sumu za hawa watu wa bid'a baina ya watu. لأن ترك تلك الكتب بين أيدي الناس, kwa sababu kuviacha vitabu hivyo baina ya mikono ya watu, madaatu libathi sumumi ahli al-ahwa'i baina an-nas, ni sababu ya kueneza na kusambaza sumu za watu wa bid'a baina ya watu, hasa idha kanu mimman yuhsinuna arla ma ladayhim, hasa wakiwa watu wa bid'a hao ni katika wale wanaofanya vizuri kudhihirisha walionayo, wayuzayyinuna albatila bil asalibil hasana, wanaipamba batil kwa zile njia nzuri, wala ibarati raiqa, na misemo ile na ibara ambazo ni safi. Wakiwa watu wa bid'a ni katika wale wanaopamba vitabu vyao na kudhihirisha walionayo na kupamba batil
kwa uslubu mzuri, kwa misemo mizuri. Ni hatari zaidi watu hawa. Ndio hao kina Said Qutb wanatiwa lugha nzuri katika vitabu vyao. Utaona huyu mtu ni lughawi, ni adabi, kwa misemo yao mizuri na ibara zao nzuri, lakini kumbe mna uchafu, mna upotofu mwingi. Kwa hiyo kuviacha vitabu hivyo ni kusababisha kueneza sumu za hawa watu wa bid'a baina ya watu. Ndio maana kuna hukumu hii ya kuviangamiza na kuviteketeza vitabu vyao. Wal aslu fi hadha albab hadithu Jabir radhiyallahu anhu. Asli na dalili katika mlango huu ni hadithi ya Jabir radhiyallahu anhu, anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu ata an-nabiy sallallahu alayhi wasallam bikitabin asabahu min ba'd ahli al-kitab faghadiba. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, khalifa wa pili wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alimfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa na kitabu alichokipata kwa baadhi ya hawa ahlul kitab. Faghadhiba, Mtume akakasirika. Kwa nini Umar umeshika kitabu cha hawa ahlul kitab? Waqala, akamwambia, amutahawikuna fiha ya ibn al-Khattab, hivi nyinyi mmezama katika vitabu vyao ewe Ibn al-Khattab, na vibeba na kuviangalia na kuvisoma? Walladhi nafsi biyadi, na hapa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mikono yake, laqad ji'tukum biha baydaa naqiya, nimekuleteeni nyinyi baydaa, njia hali ya kuwa safi, njia nyeupe hali ya kuwa safi. La tasaluhum an shay'in, msiwaulize hawa ahlul kitab jambo lolote, tayari mimi nimekupeni njia nyeupe, njia iliyo safi, haina doa lolote, haina uchafu wowote. La tasaluhum an shay'in fayukhbirukum bihaqqin, msiwaulize hawa ahlul kitab jambo lolote halafu wakakuelezeni haki, fatukadhibu bihi, mkaikadhibisha haki hiyo, au bibatilin fatusaddiqu bihi, au wakakuelezeni jambo la batil mkawasaddiq na kuwaamini. والذي نفسي بيده لو أن موسى عليه السلام كان حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. Mtume anaapa na kusema, naapa kwa ambaye nafsi yangu iko katika mkono wake, lau Musa alayhi salam yuko hai, lau nabii Musa alayhi salam yuko hai, ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, isingejuzu kwake isipokuwa anifuate mimi. Angewacha kitabu chake, angewacha kitabu chake hicho alichopewa na Allah, angenifuata mimi. Lau angekuwa hai sasa hivi mimi ni mtume, basi isingejuzu kwake kufuata kitabu chake, sababu muda wake umekwisha wa kitabu chake hicho. Sasa hivi ni mimi ila yaumil qiyama. Kwa hiyo hakuna haja ya kusoma vitabu vyao ahlul kitab, kwa sababu sheria yao tayari imeshamalizika, imefutwa sheria yao. Sasa hivi ni Qur'an na Sunna. Law anna Musa alayhi salamu kana hayyan ma wasi'ahu illa an yattabi'ani, lau Musa alayhi salam angekuwa hai isingejuzu kwake isipokuwa anifuate mimi. Kwa hiyo hii ndio dalili ya watu kutosoma vitabu vya watu wa bid'a. Hii ndio dalili kubwa ya watu kutosoma wala kutoviangalia vitabu vyao hivyo vya watu wa uzushi, ili wasije wakapotoshwa. Wa fil hadithi at-tahdhiru min an-nadhari fi kutubi ad-dhalal wal kutubi allati fiha dhalal. Katika hadithi hiyo kuna kuwatahadharisha watu kuviangalia vitabu hivyo vya upotevu na vitabu ambavyo vina dhalal, vina upotevu. Wa fil hadithi at-tahdhiru min an-nadhari fi kutubi ad-dhalal wal kutubi allati fiha dhalal, na vitabu ambavyo vina upotevu vyote. Qala Ibn al-Qayyim rahimahullah, قد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بيد عمر كتابا اكتتبه من التوراة. Mtume صلى الله عليه وسلم aliona katika mkono wa Umar kitabu ambacho amekichukua, ameandika kutokana na Taurat. Wa a'jabahu muwafaqatuhu lilquran,
ikamfurahisha Umar vile kuwafikiana na Qur'ani. Kitabu kile Taurat kimewafikiana na Qur'an. Jambo hili lilimpendeza Umar, ndipo akakichukua. Fatama'ara wajhu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, ukabadilika uso wa mtume sallam kwa ghadhab, kwa kuchukia jambo lilo, uso wa mtume ukabadilika. Hatta dhahaba bihi Umaru ila tanuri faalqahu fihi, mpaka Umar akaenda nacho kitabu kile kwenye tanuri, akakitupa katika ile tanuri la moto, kikateketea kitabu kile. قال فكيف لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما صنف بعده من الكتب التي يعارض بها ما في القرآن والسنة والله المستعان. Vipi lau mtume sallallahu alaihi wasallam angeona vitabu vilivyotungwa baada yake, angeona vitabu vilivyotungwa katika vitabu ambavyo hupingwa yale yaliyo katika Qur'ani na hadithi yanapingwa. والله المستعان, mtume angekuwa vipi? وقال ابن القيم رحمه الله في الزاد عند قول كعب بن مالك رضي الله عنه فتيممت بالصحيفة التنور. ابن القيم رحمه الله katika Zadi al-Ma'ad anasema wakati wa maneno wa Ka'b ibn Malik radhiyallahu anhu, nikakusudia tanuri kwa kile kitabu kile cha ahlul kitab, nikakusudia tanuri, yani nikitie katika tanuri kiteketee. Fihi almubadara ila itlafi ma yukhsha minhu alfasadu walmadharratu fi ddin. Katika kauli hii ya Ka'b ibn Malik kuna kufanya haraka kukiangamiza kitu ambacho huogopewa ufisadi na madhara katika dini. Katika athari hii kuna kufanya haraka kuangamiza kitu ambacho yukhsha minhu alfasadu, huogopewa ufisadi, wal madharratu fi ddin, na madhara katika dini, kufanya haraka kukiangamiza kitu hicho. Wa anna alhazima la yantadhiru bihi wala yuakhiruhu, na kwamba yule hazim, yule dhabit, mtu mwenye kudhibiti mambo yake, mtu yani uhodari na mambo yake na kudhibiti mambo yake na uhakika, hakojelei hapo wala hacheleweshi jambo hilo. Hangojelei kitu wala kuchelewesha jambo hilo, moja kwa moja anakiangamiza kitu hicho ambacho kinaogopewa ufisadi na madhara katika dini. Qala wa hadha kal asiri idha takhammara, na jambo hili ni kama asir, juisi ikiwa ni tembo, ikibadilika ile juisi ikiwa tembo. Umeweka juisi yako, kumbe umeisahau, iko chini ya kochi, haiko kwenye friji, iko chini ya kochi. Ulipofika pale ukapata usingizi, mpaka asubuhi imeshabadilika, imekuwa tembo. Utafanya nini? Utangojea hapo watoto wakiinywa, watoto wakiinywa, wakifika skuli madrasa watukana tu, kumbe ushaonyesha tembo. Qala wa hadha kal asiri idha takhammara, hii ni kama juice ikibadilika ikawa tembo. Wakal kitabi alladhi yukhsha minhu ad-dararu wash-sharru, na kama kitabu ambacho huogopewa madhara, huogopewa shari. Falhazmu almubadaratu ila itlafihi wa idamihi, alhazmu adhabtu, kudhibiti kitu hicho na uhakika wake, ni kufanya haraka kukiangamiza na kipatisha kitabu hicho, kukiangamiza ili kikosekane, kisionekane. وقال الذهبي رحمه الله تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين. تقرر الكف عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين. imethibiti alkafu, kujizuilia mengi ya walio, mambo ambao wamekhtalifiana baina ya masahaba, wa qitalihim, na kupigana kwao, radhiyallahu anhum ajma'in. Imethibiti kwa as-salaf na kwa wengineo katika maulama kujizuilia na kuzungumzia mambo hayo, kuzungumzia mambo ambayo masahaba walikhtalifiana wakapigana. Taqarrara al-kaffu
عن كثير مما شجر بين الصحابة وقتالهم رضي الله عنهم أجمعين وما زال يمر بنا ذلك في الدواوين والكتب والأجزاء. bado yanaendelea kutupitia hayo katika vitabu. Ad-dawawin ni vile vitabu vikubwa, wal kutubi na vitabu, wal ajza na ajza vitabu kimoja kimoja kilichotungiwa mambo hayo. Walakinna akthara dhalika munqati'un wa dha'if, lakini mengi hayo yaliyoandikwa katika vitabu hivyo sanadi zake ni munqati' na ni dha'if. sanadi zake ni munqati', si muttasil, na ni dhaif, sio sahihi. Wa ba'dhuhu kadhib, na baadhi yake ni urongo. Wa hadha fima biaidina wa baina ulamaina, na hayuko yako kwetu na baina ya maulama wetu. Fayambaghi tayyuhu wa ikhfa'uhu bal i'damuhu litasfu alqulub wa tatawaffara ala hubbi as-sahaba wat-taradhi anhum. Inatakikana tayyuhu wa ikhfahu, kuyaficha hayo, bali i'damuhu, bali kuvikosesha vitabu hivyo visiwepo. Litasfu alqulubu, ili nyoyo ziwe safi. Watatawaffara ala hubbi sahaba wataradhi anhum, na ikithiri kuwapenda masahaba na kuwaombea radhi za Allah. Sababu ukiwa utasoma yale utaona kwamba hawa wana makosa, unawachukia baadhi ya masahaba, unawapenda baadhi ya masahaba, jambo ambalo halitakikani katika dini. Wajibu wetu ni kuwapenda masahaba na kuwaombea masahaba, sio kwamba kuwatukana masahaba kama mashia wanaofanya ar-Rafidha. Kwa hiyo kuna habari nyingi zimeelezewa katika baadhi ya vitabu za urongo, sio za sahihi, kwamba huyu si alimwambia Aisha hivi, sahabi huyu si alimwambia Aisha hivi. Urongo mtupu. Ni vitabu vya mashia ndio walivyoandika, wakaandika mambo hayo. Kwa wajibu ni kuvificha vitabu hivyo na kuviteketeza, ili nyoyo ziwe safi na yakithiri mapenzi ya masahaba na kuwaombea radhi. Wa kitmanu dhalika mutaayyanun anil amma wa ahadil ulama, kuficha hayo ni lazima kuwafichia watu wa kawaida na mmoja mmoja katika maulama, kutoyasema mambo hayo. Kuna vitabu vya watu wa bid'a, hususan Rafidha, wameandika mambo hayo sana. Wameandika Muawiya alimtukana Ali, si Muawiya, urongo mtupu wa mashia. وكان السلف وقال ابن مفلح رحمه الله وذكر الموفق رحمه الله في المنع من النظر في كتب المبتدعة. ametaja الموفق ابن قدامة رحمه الله kuzuia kuviangalia vitabu vya watu wa bid'a, kuzuia minan nadhari fi kutub almubtadi'a. Faqala, akasema, wa kana as-salafu yanhauna an mujalasati ahli albid'a wan nadhari fi kutubihim wal istima'i li kalamihim. Walikuwa salafu, watu wema waliopita, wakikataza kukaa na watu wa bid'a na kuangalia vitabu vyao. Pia walikuwa wakikataza hilo, pia wakikataza kusikiliza maneno yao. وكان السلف ينهون عن مجالسة أهل البدع والنظر في كتبهم والاستماع لكلامهم. السلف وتوema waliopita min as-sahaba wat-tabi'in wa atba'u at-tabi'in walikuwa wakikataza kukaa na watu wa uzushi na kuangalia vitabu vyao na kusikiliza maneno yao. Lakini sasa kuna wenzetu wengine hawasikii, sijui ni vipi. Mara kwa mara nasema mtu asikiliza mtu wa bid'a alafu akurushia, sasa hebu msikilize huo. Mimi namjibu pale pale, kwa nini wewe umemsikiliza? Alokuambia umsikilize nani? Naifuta pale pale, naifuta hii naifuta. Namwambia yule alilotea. Mara nyingi sana wanafanya hivyo, watu wananurushia mimi, hebu angalia hivi, sikiliza, hebu sikilize nini shekhe wewe? Alokuambia usikilize nani mpaka ukanirushia mimi nisikilize? Namwambia simsikilizi na namfuta. Mmoja akaniletea bango la mtu wa bid'a, halafu akaletea clip yake, nikafuta pale pale. Akaleta tena clip peke yake bila lile bango, eti nsijue. Nikamwambia naifuta tena hii, nikamwambia naifuta tena hii, pap, halafu basi nikanyamaza. Mwingine akanirushia watu wa bid'a, clip za watu wa bid'a wengi, nikamblock kabisa, pap, mpaka leo amekoma. Wanatakiwa hivi sasa, nitawafanya hivi hao wanaorushia clip za watu wa bid'a, nitawabloki wao hata kama ni masalafi. Ya nini kusikiliza wao?
Sasa hawa ni salaf bana, hawa ni watu wema waliopita, tunafuata manhaji zao. Hawa wenyewe hawasikilizi na wakataza kusikiliza, vipi sisi tutasikiliza? Sivyo, ni makosa. وذكر ابن القيم رحمه الله حكم إتلاف كتب أهل البدع والضلال. Ametaja Ibn al-Qayyim rahimahullah hukumu ya kuviangamiza vitabu vya watu wa uzushi na upotevu. Ametaja hivyo, faqala la dhamana fi tahrifi al-kutub al-mudilla wa itlafiha, hakuna dhamana, hakuna kulipa katika kuvibadilisha vitabu vyenye kupoteza na kuviangamiza. Qala al-Birwadhi qultu li Ahmada ista'artu kitaban fihi ashya'u radi'a, nimeazima kitabu ndani yake kuna vitu vibaya. Tara an uharriqahu au uharriqahu, wewe waona kwamba nikichane chane au nikiteketeze? Qala na'am, Imam Ahmad ndio. Imam Ahmad aliulizwa hivyo, ista'artu kitaban fihi ashya'u radi'a, nimeazima kitabu ndani yake kuna vitu vibaya sana, vichafu sana vya kuharibu dini. Tara an uharriqahu au uharriqahu, wewe waona nikichane chane au nikiteketeze? Qala na'am, Imam Ahmad anasema ndio, ufanye lolote katika hayo mawili. Qala wal maqsudu anna hadhihi alkutub almustamilata ala alkadhib walbid'a yajibu itlafuha wa i'damuha. Maksudio ya haya yote ni kwamba vitabu hivi vinavyokusanya urongo na uzushi ni lazima kuviangamiza. Wa hiya aula bidhalika min itlafi alati llahi wal maazif, na kufanya hivyo vitabu hivyo kuviangamiza ni aula kuliko kuviangamiza hizi ala za kuwapumbaza watu na ala za miziki. Hizi ala za miziki hukumu yake pia ni kuziangamiza hizi, unafahamu? Sasa hivi vitabu ni aula kuviangamiza kuliko hata hivi vyombo vya miziki. Wa itlafi aniyatil khamri, na kuliko kuviangamiza vyombo vya tembo. Fa inna dhararaha a'zamu min dharari hadhihi, kwani madhara ya vitabu hivyo ni makubwa zaidi kuliko madhara ya vyombo vya tembo, kuliko madhara ya vifaa hivi vya miziki. Madhara ya vitabu hivyo ni makubwa zaidi kwa sababu vinaharibu nyoyo za watu, vinabadilisha akida sahihi na kupeleka akida mbaya na akida potofu. Fa inna dhararaha a'zamu min dharari hadhihi, madhara ya vitabu hivyo vya watu wa bid'a ni makubwa zaidi kuliko madhara ya ala hizi za miziki na vyombo vya tembo. Wala dhamana fi kasri awani al-khamri wa shaqqi ziqaqihi, hakuna dhamana katika kuvunja vyombo vya tembo na kuchana vile vyombo vile vya ngozi. Ziqaq ni vile vyombo vya ngozi ambavyo vinawekewa tembo na vinywaji vyovyote vile vinaitwa ziqaq. Ama hivi vyombo hivi vya udongo na nini vinaitwa awani, lakini vyombo vile vya ngozi vinaitwa ziqaq. Kwa hiyo hakuna dhamana mtu akivunja vyombo vya tembo au akichana hivyo vyombo vya ngozi vinavyotiliwa tembo, hakuna dhamana wala halipi. Sheria haimlipishi. Kwa nini umevunja chombo kile cha tembo? Mtu glasi yake yenywa tembo na chupa yake wewe umeivunja. Sheria ni kwamba halipi chochote katika vyombo hivyo ambavyo ni wajibu vivunjwe. Kwa hiyo wala dhamana fi kasri awani al-khamri wa shaqqi ziqaqihi. Basi tukoma hapa. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.